matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa Novemba. Hujambo popote ulipo msikilizaji, karibu. Mimi ni Phyllis Mwate. Tulionayo asubuhi hii: wanasiasa wa chama cha Democratic nchini Marekani wameachia barua pepe wanazodai zinaonyesha Rais Donald Trump alikuwa na ufahamu kuhusu unyanyasaji wa kingono uliofanywa na mhalifu Jeffrey Epstein. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kutoa hotuba kwenye bunge jipya hii leo, na kuna uwezekano atamteua waziri mkuu mpya. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia changamoto wanazopitia raia wa Mali baada ya kizuizi cha mafuta kutoka kwa wanamgambo ambacho kimelemaza taifa hilo kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Ingawa Mali inafanikiwa kusafirisha angalau malori 1,000 ya mafuta kwenda Bamako wakati wa kuzuliwa, hisa bado ni chache. Lakini kwanza nampisha Halima Nyanza kuletea muhtasari wa habari. Karibu Halima. Asante Phils. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje kutoka mataifa 7 yaliyoendelea kiviwanda G7 wametoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja nchini Ukraine na kusisitiza msimamo wao juu ya nchi huru na mipaka yake. Katika mkutano wao wa siku 2 nchini Canada, mawaziri hao wamejadili pia njia zitakazoweza kuendeleza utoaji wa misaada kwa Ukraine. Aidha, mawaziri hao wamelani pia kuongezeka kwa ghasia nchini Sudan na kueleza hali hiyo kuwa ni janga kubwa la kibinadamu. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio ametaka kuchukuliwa kwa hatua kimataifa kuzuia usambazaji wa silaha kwa wapiganaji wa RSF ambao wanalaumiwa kusababisha mauaji ya watu wengi. Nafikiri isivyo bahati, kinachoendelea hapa ni kwamba RSF wameamua kuwa wanashinda na wanataka kuendelea. Wanatekeleza vitendo vya ukatili wa kingono na mauaji ya kinyama, ukatili wa kutisha kabisa dhidi ya wanawake, watoto na raia wasio na hatia. Jambo moja ambalo linatushangaza zaidi ni kwamba walitarajiwa kupokea maelfu ya wakimbizi, lakini hawakufanya hivyo. Hivyo ni wazi kwamba sio kama watu wanafurahi kuishi huko baada ya mji kuzingirwa mwaka mzima. Kuna sababu kwa nini hawakuondoka, na tunahofu kwamba sababu ya wao kutokuondoka ni kwa sababu wamekufa au kwa sababu ni wagonjwa sana na wanateseka kwa njaa. Bunge la Marekani limepiga kura kumaliza usitishwaji wa shughuli za serikali zilizodumu kwa takriban siku 43, muda ambao ni mrefu zaidi katika historia ya nchi hiyo. Wabunge 222 walipiga kura ya kupitisha dhidi ya 209, huku wabunge 6 wa Democrats wakijiunga na wale wa Republican kupiga kura ya ndio. Maelfu ya wafanyakazi wa serikali ya shirikisho wamekuwa wakifanya kazi bila malipo, kusimamishwa kazi ama kuachishwa. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfukuza Benjamin Bonmel, mmoja wapo makamu wake wa 5. Zaidi na Sambatenzi. Gavana wa benki kuu ya nchi hiyo na mkuu wa mamlaka ya mapato ambao wameonekana kuwa karibu na makamu huyo wa rais nao pia wamefukuzwa. Hata hivyo, rais hakuelezea sababu za kuwafukuza kazi, lakini uamuzi wake huo umekuja wakati hali ya kisiasa ikiyumba na kurejea tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Chaguzi uliopangwa kufanya nchini humo umeahirishwa mara 2 katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, na mapigano kati ya vikosi vitiifu kwa Rais Kiir na vikundi vyenye silaha yakiongezeka katika siku za hivi karibuni. Na ikulu ya Marekani imekishitumu chama cha upinzani nchini humo Democrats kwa kusambaza simulizi za uongo baada ya kutoa email zinazodai kwamba Rais Donald Trump alikuwa akifahamu unyanyasaji wa kingono uliofanywa na mtu aliyetiwa hatiani na tuhuma hizo, Jeffrey Epstein. Moja ya jumbe zilizotumwa na Epstein ilidai kuwa rais alijua juu ya msichana, lakini hata hivyo hakukuwa na maelezo zaidi. Ujumbe mwingine ulidai kuwa Rais Trump kwa saa kadhaa alikuwa nyumbani kwa Epstein na mtu ambaye Democrats wamemwelezea kuwa kama mwathirika wa biashara hiyo ya kingono. Hii ni BBC. Muktasari wa habari umesomwa na Halima Nyanza. Matangazo haya unayopokea kupitia FM na redio ya shirika mbalimbali Afrika Mashariki na ya Kati, ikiwemo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lizadel Radio, Radio Free Africa nchini Tanzania, Mwanedu FM nchini Kenya na Voice of Muhabura nchini Uganda. Yako kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Karibu, mimi ni Phyllis Mwate.
Wanasiasa wa chama cha Democratic nchini Marekani wameachia barua pepe ambazo wanadai zinaonyesha Rais Donald Trump alikuwa na ufahamu kuhusu unyanyasaji wa kingono uliofanywa na mhalifu Jeffrey Epstein. Mojawapo ya ujumbe uliotumwa na Epstein ulisema kuwa Rais Trump alikuwa anawajua wale wasichana, lakini haukufafanua zaidi. Rais Trump amekanusha mara kwa mara madai yoyote ya makosa kuhusiana na Epstein. Zaidi na Beldin Waliaula. Kulingana na ujumbe kwenye barua pepe hizo, zinaonyesha kuwa rais wa Marekani Donald Trump alijua kuhusu unyanyasaji aliyekuwa akiutekeleza Jeffrey Epstein, ambaye alituhumiwa kuwanyanyasa watu kingono, na hata Donald Trump wakati mmoja alitumia muda mwingi kukaa ndani ya nyumba ya mmoja ya mwathirika wa unyanyasaji huo. Trump mara si moja amekanusha kuwa na ufahamu wa ulanguzi wa kingono aliyokuwa akiufanya rafiki yake wa karibu ambaye alifariki kwa kujitia kitanzi mwaka 2019 akiwa gerezani. Wawakilishi wa chama cha Democrat wanasema barua pepe hizo zilizovuja zinaibua maswali mengi kuhusu ufahamu wa Donald Trump na maovu aliyotekeleza Epstein. Wawakilishi zaidi wa chama cha Democrat wametia saini kushinikiza kuwekwa wazi kwa faili ya Epstein. Mwezi wa Aprili mwaka 2011, ujumbe kwa mshirika wa muda mrefu wa Epstein, Ghislaine Maxwell, ulionyesha kuwa Trump alikuwa anatumia muda wake mwingi akiwa pamoja na mwanamke ambaye alitambuliwa kuwa mlalamishi mkuu wa unyanyasaji wa Epstein. Maxwell pia alishtakiwa kwa kushiriki katika ulanguzi wa kingono baada ya kifo cha Epstein. Trump amewataka wanachama wake wa Republican kutoingia katika mtego wa viongozi wa chama cha Democrat wa kutaka faili za Epstein kuwekwa wazi. Trump amekuwa akihusishwa na maovu ya Epstein, ambaye walikuwa na uhusiano wa karibu kwa zaidi ya miaka 15. Ni Beldin Waliaula. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kumteua waziri mkuu wa taifa hilo hii leo, ambaye atahusika katika uendeshaji wa kila siku wa shughuli za serikali. Chama tawala CCM kina wabunge wengi zaidi, lakini nchi inasemekana kugawanyika baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 uliokumbwa na utata. Kwa hivyo ni mtu aina gani anayefaa kuteuliwa kuwa waziri mkuu mpya? Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Mohamed Isa. Uteuzi utakuwa na uzito sana kwa sababu ya yaliyotokea. Nchi inahitaji kutekeleza kwa dhati zile ambazo zinajulikana kama R4 za Mheshimiwa Rais, maridhiano ikiwa ni ya kwanza, ili kurejesha imani na matumaini ya wengi ambao yamepotea, lakini pia sahamilivu kwa wale ambao watakuwa ni wenye kuikosoa serikali, hususan pengine bungeni mle au nje ya bunge. Lakini kwenye ara nyingine ile ya mageuzi, ni wazi kwamba nchi kelele zimepigwa sana kuhusu mageuzi ya katiba kwenye sheria za uchaguzi, lakini pia kwenye ara ya 4 ya mwisho, kujenga upya mshikamano na utulivu wa kitaifa, waweze kuhakikisha kwamba serikali inafikia malengo yaliyowekwa, na katika hili anatakiwa awe msimamizi mkubwa wa kusimamia taasisi za serikali, wizara, halmashauri na manispaa, na sisi tungependekeza aweke hata vipimo vya kupima kufanikiwa kwa utekelezaji wa malengo ya kitaifa. Mtu ambaye anateuliwa kwa nafasi hii hupaswa kuwa na vigezo aina gani? Kimsingi waziri mkuu ndio mtendaji mkuu wa serikali, na kwa hali ambayo ipo inategemewa katika utendaji wake ni mtu mwenye kuendana na dira ile ya taifa ya 2050 na kutekeleza sera za ilani ya chama tawala ambazo zimetokana na dira hiyo. Lakini pia awe ni mtu ambaye ana busara, ana hekima, mtu mchapakazi mwenye kuweza kusimamia watendaji wote wa serikali wawe na viwango bora vya utendaji kazi na ufanisi wenye kufikia malengo, mwenye sifa ya usikivu na unyenyekevu na mwaminifu. Mohamed Isa, si wananchi tunadhani pia Afrika Mashariki kwa ujumla watakuwa wanamtazama kwa kina huyu atakayeteuliwa. Je, unadhani ni zipi changamoto ambazo atakuwa anakabiliana nazo mara tu baada ya kuanza kazi yake? Changamoto ya kwanza ni kurejesha imani ya wananchi kwa serikali ambayo imeporomoka kwa matukio yaliyojitokeza huko nyuma, lakini pia kuunganisha pale ambako madaraja yamekatika. Tumeona kumekuwa kama ulivyosema, hata nchi za Afrika Mashariki kuna kutupiana lawama. Kingine ni kuunga makundi mbalimbali
mbalimbali ambayo yamejitokeza wakati wa uchaguzi ndani ya chama, lakini hata nje ya chama, na suala la kuwepo kwa manunguniko makubwa kwenye vyama vya upinzani, anategemewa awe huyu ni kiungo muhimu sana kwenye hatua itakayofuatia ya maridhiano kama ambavyo Mheshimiwa Rais ametangaza. Ni Mohamed Issa. Vijana wa uhifadhi ambao ni kizazi kipya cha wahifadhi wa mazingira wanabadilisha mbinu za kutunza mazingira ya bara la Afrika, huku wakiwa wamejihami na miche ya miti, ndoto zao zisizo na kikomo na ujasiri wa kuweza kuzungumzia masuala ambayo huenda ikawa watu wazima wameshindwa kuyatilia maanani. Hii hapa taarifa ya Sarafina Robi. Loitoktok, kaunti ya Kajiado kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania. Ardhi imevuliwa uoto wa kijani kibichi ulotanda hapo awali. Ardhi ambayo awali ilishamiri na kunawiri, sasa imesalia na miti michache tu. Ndio mazingira ambayo Robert Kilapai mwenye umri wa miaka 17 amejipata ndani yake, huku akiendelea na shughuli zake za kawaida kama kuchunga mifugo. Tulipoenda kwa polini kapatana na simba, tukua vijana wawili. Sasa tukachanganya ng'ombe tukaenda kwa polini na yeye. Tulipofika polini simba akaamka tu bali kwingine akarupia ng'ombe huyo kijana. Ndipo alipomnyonga na akafa hapo. Kwa miaka mingi watu na wanyamapori waliishi hapa na kutangamana kwa amani. Leo hii kupungua kwa rasilimali kunachochea migogoro. Sasa anachofanya Kilapai, anadhamiria kubadilisha taswira hii kwa kukuza tumaini. Wakati ambapo hachungi mifugo, yeye hukuza miche ya miti, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuhifadhi mazingira. Nimepanda miti ya shuleni na nyumbani kapata miti karibu 60. Nilikuwa nataka wanyama wapate habitat nzuri na pia watu pia wapate mvua kwa wingi. Mwana mazingira Julius Milia anasema juhudi za vijana kama za Kilapai ni muhimu. Yeye mwenyewe amegeuza uzio na ua la nyumbani kwake kuwa kama chimichimi katikati mwa jangwa. Wakati huo nilikuwa nikitembea, kuna miti ambao Kimasai tunaita nkirenyi na sinoni na miti mingine. Kufikia sasa miti hiyo imeshatoweka kwa ajili ya jembe. Vijana wa leo, kizazi kipya hiki, mimi ningewapendekeza Kenya, Tanzania na Uganda waweze kuotesha miti kupendeze nyumbani kwao. Duniani kote vijana bilioni 1.2 ambapo ni 16% idadi ya watu ulimwenguni hapo baadaye watakumbana na athari au matokeo ya maamuzi ya mabadiliko ya tabia nchi ya sasa. Huu ni kwa mujibu wa shirika la mazingira la Geneva. Ni wimbi linaloibuka huku kukishuhudiwa katika mikutano kama vile kongamano la tabia nchi Afrika lijulikanalo kama Africa Climate Summit na kongamano la kimataifa la COP huku COP 30 nchini Brazil. Na sasa nampisha David Nkia kwa habari za michezo. Karibu David. Sema jambo bila shaka jambo msikilizaji vile usiku mkeleo Phillies imepigwa mitanange kadhaa ya ligi klabu bingwa barani Ulaya kwa upande wa wanawake. Manchester United ikikunguta PSG goli 2-1, Barcelona 3 Old 0, Bayern Munich 3 Arsenal 2, huku Atletico de Madrid nyumbani kwa na Juventus goli 2-1. Leo kuna michezo kadhaa ya timu mbalimbali za taifa. Ufaransa dhidi ya Ukraine, Ireland na Ureno, Moldova watakiwa dhidi ya Italia, Uingereza watakaribisha Serbia, Nigeria kwa upande wa Afrika watakuwa wenyeji wa Gabon, huku Cameroon wakikipiga vilivyo dhidi ya DR Congo. Rais wa klabu ya Barcelona Joan Laporta amesema si kweli kwamba mfungaji bora rekodi wa klabu hiyo Lionel Messi atarejea katika klabu hiyo, lakini anataka kuandaa mechi ya heshima kwa ajili yake. Messi mwenye miaka 37 alifanya ziara ya kustukiza Camp Nou wiki iliyopita akisema anataka kurejea na sio tu kwa heshima ama kusema kwa heri, lakini pia kama mchezaji. Mshindi huyo mara 8 wa Ballon d'Or aliondoka Barcelona kwenda PSG mwaka 2021, baadaye kwenda Inter Miami ya pale Marekani mwaka 2023. Katika soka la wanawake kwenye mchezo wa kundi ba ligi ya mabingwa barani Afrika, ASEC Mimosas wameruka sare 1-1 dhidi ya JKT Queens ya Tanzania katika uwanja wa Right to Dream mjini Cairo. JKT Queens wenyewe walianza vyema kupata goli la kuongoza dakika 8, lakini baadaye likasawazishwa na ASEC Mimosas dakika 82. Kundi hilo sasa lina upinzani mkali ambapo ASEC wanaongoza kwa alama 4 wakifuatiwa na TP Mazembe ya DRC kwa alama 3, huku JKT Queens wenyewe wakiwa na alama 2 na Gaborone United wakiwa na alama
1. Kwenye tennis, Jannik Sinner ameendelea kung'ara vilivyo dhidi ya Alexander Zverev na kufanikiwa kutinga hatua ya mtoano ya finali ATP kwa ushindi wa seti 6-4, 6-3 na anakuwa mchezaji wa kwanza kufika nusu finali ya msimu huu kwa mjini Turin. Naondoka namna hiyo, lakini huyu anasema Phyllis, maisha yananipeleka spidi mpaka naona tofauti yangu mimi na bodaboda ni mafuta tu. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu: wanasiasa wa chama cha Democratic nchini Marekani wameachia barua pepe wanazodai zinaonyesha Rais Donald Trump alikuwa na ufahamu kuhusu unyanyasaji wa kingono uliofanywa na mhalifu Jeffrey Epstein. Na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kumteua waziri mkuu wa taifa hilo hii leo. Hii ni BBC. Ni saa 12 na dakika 16 saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16. Haya ni matangazo ya Amka na BBC, na leo Alhamisi mataifa manne ya Afrika yatachukua hatua inayofuata katika safari ngumu kuelekea kombe la dunia mwakani. Cameroon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gabon na Nigeria ndio mataifa manne yaliyofuzu hadi hatua ya mchujo wa Afrika baada ya kumaliza nafasi ya pili katika makundi yao na kukosa kufuzu moja kwa moja. Ni moja tu kati ya haya manne yatakayosonga mbele kucheza mchujo wa bara mbalimbali mwezi Machi mwaka ujao. Cameroon itachuana na DRC huku Nigeria ikikabiliana na Gabon. Sasa kiungo wa Super Eagles Alex Iwobi amezungumza na Ian Williams wa BBC Sport Africa ambaye alimuuliza kama Nigeria inahisi vipi kama timu iliyonusurika baada ya bao la dakika ya 91 katika mchezo wao mwisho dhidi ya Benin. Iwobi anaanza kwa kusimulia jinsi hali ya timu hiyo ilivyo, na taarifa hiyo inasimuliwa na Jamhuri mwa Vyombo. Of course, I mean, it wasn't the greatest of starts. Naam, kabisa. Kwa kweli hatukuwa na mwanzo mzuri, lakini ni kama tulifufuka baada ya kuzimia. Meneja wetu kila siku alikuwa anatukumbusha hilo, kwamba tunaweza kujizatiti, yani hata kama nyakati tunakabiliwa na wakati mgumu. Ni vizuri kwamba tunapata fursa nyingine ya kujaribu kufuzu michuano ya kombe la dunia. Natumai tutafuzu, haitakuwa rahisi. Kwanza tunacheza na Gabon. Niliwahi kucheza na Aubameyang na naamini hata naye angependa kufuzu kupeleka timu yake katika kombe la dunia. Na Alex ana sifa tele kumhusu Pierre-Emerick Aubameyang kama mwenzake waliocheza pamoja akiwa Arsenal, lakini alipoulizwa kuhusu umahiri wake wa juu wa kufunga mabao kama ilivyokuwa katika mechi yake iliyopita, Alex Iwobi amemzungumzia hivi Aubameyang. Ndiyo, alifunga mabao 4 lakini pia alitolewa kwa kadi katika mechi hiyo hiyo. Saa hizi yupo Marseille na yuko vizuri, na pia alipokuwa kule Arsenal tulikuwa ndugu wazuri tu. Alinichukulia kama mdogo wake na alinitunza sana, lakini tukifika uwanjani tunashindana. Udugu tunauweka kando. Sote tunataka ushindi. Kwa kweli tulipokuwa kule Arsenal alinisaidia sana kwa kunipatia ushauri. Alikuwa akiniambia, Alex, ukiwa uwanjani wewe jitahidi kadri uwezavyo. Yani ni mtu mzuri sana na ni mchangamfu, ujue. Mchangamfu sana. Na mabao anaweza kuyafunga vilivyo. Yani wewe kwa mabao yupo vizuri kabisa. Utadhani ni rahisi, lakini he does his front flips when he scores. Je, basi watakabilianaje na mchezaji huyo mahiri na machachari Aubameyang katika mechi yao inayokuja? We'll figure it out. Hopefully tutajitahidi, tunatumai tutamudu. Naamini meneja wetu atatupa mkakati. Haitakuwa rahisi ati vile, lakini naamini tutapata njia kwa sababu tunataka kufika katika kombe la dunia. I hope we find a way to do so because we want to go to the World Cup. Na upande wa mashabiki nako kuna changamoto zake. Lakini je, wanawachukuliaje kwa mtazamo wake Alex? Kwa sababu mara nyingi wanaipenda sana timu yao kupindukia, lakini mambo yanapokwenda mrama, imani na huruma pia hupungua sana. For me it's tough to say. I don't really look out for like... Mashabiki ndio hivyo, huwezi kujua hisia zao kamili, lakini mara nyingi huwa wanatushabikia vyema, wanatupenda, lakini pia wanahitaji kuzingatia kuwa sote tunatafuta kitu kimoja ambacho ni
ni ushindi, na tunapambana tunavyoweza kupata ushindi tunaotaka, na naamini tunaweza kuifunga timu yoyote. Tuna wachezaji wazuri na dhamira tunayo, lakini mwisho wa siku matokeo ndio utuajibu. One thing saying it, we have to prove it. Vile Alex anasifa kocho kwa mkufunzi wao Eric Shell. Honestly, a great man. We almost don't see him as like a manager, but he's created a big fan. Kocha wetu mtu murwa kabisa. Yani mara nyingi hata hatumchukulia kama meneja wetu. Na ndivyo alivyotuambia, yani kwamba tumchukulie kama mmoja wa wanafamilia yetu tu. Kwa kweli ni mtu ambaye waweza kuwa na mazungumzo naye katika masuala tofauti mbali na soka ujue, na utupigania sisi katika mambo mengi. Ana maelewano mazuri na wachezaji na timu, na kwa hilo twashukuru sana. Njia mojawapo kuonyesha shukrani zetu ni kucheza kwa bidii na kuhakikisha kwamba tumempa ushindi. He's got a great chemistry going on with the team right now. Sasa raia wa Mali wanapambana na kizuizi cha mafuta ambacho kimelemaza taifa hilo kwa zaidi ya miezi miwili. Kundi la Jamaat Nusrat al-Islam wa Muslimin JNIM ambalo linasemekana kuwa na uhusiano na Al-Qaeda limekuwa likishambulia meli za mafuta zinazoleta mafuta nchini humo na kuendeleza uasi wake wa miaka mingi na kujumuisha sasa vita vya kiuchumi. Awali nimezungumza na Beverly Ochieng ambaye anaanza kwa kueleza hali ilivyo nchini Mali kwa sasa. Tunaona kwamba tangu tarehe 3 Septemba kumekuwa na marufuku ya mafuta na kuzuliwa kwa miji miwili mikubwa ya Mali magharibi inaitwa ya Kai na kundi cha JNIM yenye tawa la Al-Qaeda huko Sahel. JNIM pia inatekeleza mlolongo wa mashambulizi dhidi ya malori na magari ya mafuta ambavyo vimesababisha uhaba wa mafuta huko Bamako, mji mkuu na nchi yote. Na udhibiti wa kundi hii wa barabara muhimu zinazounganisha na mikuu wa Mali, Bamako na Senegal na Cote d'Ivoire imeathiri upatikanaji wa bidhaa za msingi zinazozalishwa kutoka bandari za nchi hizi mbili jirani. Na ingawa Mali inafanikiwa kusafirisha angalau malori 1,000 ya mafuta kwenda Bamako wakati wa kuzuliwa, hisa bado ni chache. Umetaja kundi hili la JNIM. Je, unaweza kutueleza kwa kifupi uhusiano wa kundi hili na mitandao ya Al-Qaeda au makundi mengine ya kimataifa? Najua kwamba JNIM ni kundi lililowanyika la wanamgambo wanaofanya kazi na kwa eneo la Mali na Sahel. Ina mtandao na Al-Qaeda tangu mwaka wa 2017. Wapiganaji wao wanahusika na kundi zingine huko Mali, ziko eneo la kati ya Mali, eneo la kaskazini, na sasa wanafanya operesheni kusini wa Mali karibu na njia nyingi zenye zinaingia Bamako. Kwa miaka nyingi imekuwa ikilenga wanajeshi wa Sahel, pia wenye wanaishi eneo hili. Wanapenda kulipisha watu ili kutumia njia, na wanalenga watu wengi wenye huko Mali tangu miaka yote. Tuseme hali hii ambayo imekuwa ikiendelea, je, unadhani inaweza kuleta vuguvugu la maandamano au kupoteza imani kwa serikali hii ya kijeshi ambayo iko sasa? Kwa sasa tunaona kwamba jeshi linahakikisha mamia ya msafara ya mafuta kuingia Bamako. Pia limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya wapiganaji wa JNIM. Limefanya matangazo makubwa kuhusu mahali ambapo mafuta inauzwa. Limepanga usafiriaji kwa umma na kukutana na vyama vya ufahamishaji na biashara ili kuhakikisha bei za mafuta na bidhaa zinadhibitishwa. Lakini mwisho tunaona jeshi lina nia ya kupunguza hasira ya umma na kupinga habari za kimataifa kwamba hii ni hali ngumu. Lakini sasa tunaona watu wamechoka sana na hali hii, wanaendelea kuimarika kwa sababu wa ukosefu wa mafuta, wa kazi, wa kufanya kazi, na labda kutakuwa na mvutano. Lakini vile jeshi inaendelea kufanya, inataka kupunguza hasira ya umma ili kuendelea kukua viongozi wa Mali. Kuna watu wanasema kwamba hali hii inaonyesha kwamba huenda serikali ya kijeshi ya Mali inayumbayumba. Hili utalizungumziaje katika uwezo wa serikali ya Mali kudhibiti usalama wa ndani? Kwa sasa kuna wasiwasi kwamba JNIM inaendelea kuimarika na kuchukua eneo nyingi huko Mali, sana sana kusini chenye imekuwa uchumi wa Mali na usaidizi wa Mali. Jeshi inahakikisha kwamba inapigana na JNIM, inafanya matangazo kuhusu mahali ambapo mafuta iko, inaendelea kupunguza hasira ya umma. Lakini kwa sasa Mali iko pahali pabaya kwa sababu hakuna imani kwa eneo nyingi, na kwa sasa
imani kati ya watu wa Mali na jeshi. Beverly, unadhani hali hii inaweza kuathiri uchumi wa nchi jirani kama vile Senegal ama Cote d'Ivoire ambao wanategemewa kwa usafirishaji wa mafuta? Ni kweli, kwa sababu kwa sasa halisi ndani ya eneo ya Senegal, ya Cote d'Ivoire na pia ECOWAS, hilo kwamba hali iliyoko Mali ni tishio ya usalama na pia dhidi ya uchumi zao katika sehemu za nchi. JNIM pia inafanya kazi kwa kuvuka mipaka. Kauli ya African Union ni mwanzo tumeona, lakini itabidi ifanye kazi kwa karibu na kwa uhalisi na washirika wa Mali kama Senegal, Togo, Burkina Faso, Niger, kusaidia taasisi kama jeshi na jitihadi za Mali zinazolengwa kupunguza mgogoro huo. Tuzungumzie ECOWAS sasa. Je, ina jukumu lipi au jukumu gani kuchukua katika kusaidia Mali kurejesha usalama na vile usambazaji wa mafuta? Kwa sasa ni vigumu sana kwa sababu Mali na pia nchi za jirani za Burkina Faso na Niger walijiondoa kutoka ECOWAS mwaka huu, na sasa wamekuwa na muungano wao wa Alliance of Sahel States, lakini bado zinafanya kazi pamoja na nchi za West African Monetary Union, UEMOA, kama Senegal, Cote d'Ivoire. Ni nchi hizo zenye labda ECOWAS inaweza kujaribu kusaidia, kama ni kuenesha mafuta ifike kwenye nchi ama kusaidia kijeshi, lakini shida ni kwamba zikianza kusaidia Mali kijeshi, labda pia zitapambana na hali ya ukosefu wa usalama, kwa sababu ya kundi ya JNIM yenye inafanya huwa inaendelea kufanya kwa mpaka nyingi. Tumeona juzi hivi JNIM iliingia Nigeria na inaonyesha kwamba inaendelea kuimarika wakati inapata eneo nyingi huko Mali. Lakini Mali pia ina msaada kutoka nchi zingine kama Urusi, kama Turuki, kama Uchina, na labda ECOWAS inaweza kufanya kazi pamoja na nchi hizi zingine zenye Mali ina urafiki nao ili kuisaidia. Naam, umetaja Urusi, Uturuki, lakini je, mataifa haya mengine kama Burkina Faso, Niger ambao wote walijitangaza kutoka kwa ECOWAS, pia ni wakati sasa ambapo Mali labda ijaribu kuomba msaada kutoka kwa haya mataifa majirani? Imepata msaada wa kidogo. Kwa maana Niger ilituma mafuta mwezi ulioanza na Burkina Faso ilituma majeshi ili iweze kulinda mafuta ndio ifike Bamako. Lakini tunaona Mali bado inahitaji usaidizi kutoka eneo la ECOWAS, eneo la West African Monetary Union na pia kutoka nchi za jirani. Tumeona Umoja wa Afrika ulihimiza jamii ya kimataifa kuungana mkono na Mali kwa sababu hali hii inatatiza eneo lote. Naam, tukimalizia tu Beverly, kwa maoni yako wewe binafsi, unadhani nini suluhisho la kudumu? Ni kijeshi, kiuchumi au kisiasa? Ni zote tatu, kwa sababu shida la jeshi la Mali limekuwa likikabiliana na waasi kwa muda mrefu sana, lakini pia hakuna imani ndani ya Mali. Tumeona kwamba kundi za siasa haziwezi kufanya kazi na serikali, na inamaanisha inafaa kuwe na upatanishaji kati ya jeshi pia kundi za siasa, na pia kiuchumi, kwa sababu Mali ni nchi yenye haina bahari kwa sasa, inajaza na usaidizi kutoka Senegal, kutoka Cote d'Ivoire na nchi zingine za jirani. Kwa hivyo inafaa kuwe na suluhu za eneo zote tatu. Na kwa majadiliano hayo na Beverly Ochieng, ndivyo tunavyokamilisha matangazo haya ya Amka na BBC. Lakini kumbuka, leo jioni saa 12:30 saa za Afrika Mashariki itakuwa ni matangazo ya Dira ya Dunia. Matangazo haya ya Amka na BBC yamehaririwa na Halima Nyanza na kusimamiwa na Belden Waliaula na David Nkia. Fundi wa mitambo huko Nairobi amekuwa ni Habat Masua, Dar es Salaam amekuwa ni Sam Batenzi. Mimi ni Phyllis Mwatena, kushukuru sana kwa kuandamana nasi hadi tamati na nakutakia Alhamisi yenye mafanikio tele. Hii ni BBC.